Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Emmanuel John Nchimbi, amesema kuwa malengo ya mapinduzi yamefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika sekta ya elimu, kwani hapo awali nafasi ya kusoma ni kwa watu wachache tu. Ameyasema hayo katika hafla ya ufunguzi wa shule ya sekondari Makunduchi mkoa wa Kusini Unguja katika kuelekea maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar. Amesema kuwa hapo awali mwaka 64 nafasi ya kupata elimu ilikuwa ni kwa wanafunzi wachache. Zanzibar nzima kulikuwa na skuli 68 waliopata fursa ya kusoma hawakuzidi 25,000 na wala hakukuwepo na chuo kikuu Zanzibar kabla ya mapinduzi. Lengo ya mapinduzi ya Zanzibar yalikuwa kuboresha maisha ya Wazanzibari wote kuwa maisha bora zaidi kuliko yalivyokuwa kabla ya mapinduzi. Tunachokifanya leo ni kushuhudia ndoto ya waasisi wa mapinduzi ikiendelea kutimizwa katika Zanzibar yote na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla ya mapinduzi ya Zanzibar, maisha ya wananchi wa kawaida wa Zanzibari yalikuwa duni sana. Fursa za masomo kwa Wazanzibari wa kawaida zilikuwa chache. Kwa Zanzibari nzima, skuli zilizokuwepo zilikuwa 68 tu. Waliopata nafasi ya kusoma hawakuzidi 25,000 na hakukuwa na chuo kikuu hata kimoja. Hayo ndio mazingira yaliyokuwepo kabla ya mapinduzi. Katika miaka 64 yamefanyika mabadiliko makubwa sana kama ambavyo waasisi wa mapinduzi yetu walivyotarajia. Idadi ya skuli zetu imetoka 68 zilizokuwa mwaka 64 na sasa tuna skuli zaidi ya 1200. Wanafunzi waliokuwa wanapata nafasi ya kusoma wakati huo walikuwa 25,432. Leo wanafunzi zaidi ya 600,000 wako kwenye skuli zetu za Zanzibar. Wakati wa mapinduzi tulikuwa hatuna hata chuo kikuu kimoja Zanzibar. Leo vyuo vikuu vinavyofanya kazi Zanzibar ni 5. Vile vile kumekuwa na mabadiliko makubwa katika mitaala ya watoto wetu ndani ya miaka hii 62. Tumejielekeza katika kufundisha watoto wetu kujimudu katika kufikiri, kutafiti na kubuni, lakini vile vile katika kuendeleza mafunzo kwa vitendo kwa watoto wetu. Aidha, ameeleza kuwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika miaka 5 imeweza kuimarisha zaidi mitaala ya kujiendeleza katika ufundishaji wa teknolojia ya kuboresha miundombinu ya maabara na madarasa pamoja na mfumo mpya wa elimu kwa vijana kujiwezesha kujitegemea. Katika miaka 5 iliyopita, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweza kuimarisha zaidi mitaala yake na kujielekeza katika ufundishaji wa kiteknolojia, lakini vile vile kuboresha miundo mbinu ya maabara na madarasa, lakini vile vile mfumo mpya wa elimu ambao utawezesha vijana wetu kujitegemea umeanzishwa, ambapo sasa kutakuwa na mikondo miwili: mkondo wa masomo ya jumla, lakini vile vile masomo ya amali. Maamuzi haya ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yanaenda sambamba na sera na dira ya mwaka 2025 na 50 ambayo inasema maendeleo ya kweli yatatokana na nguvu iliyowekezwa katika elimu ya watoto wetu. Nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana, kwanza Rais wa Zanzibar, pili wananchi wote wa Zanzibar na viongozi wote wa Zanzibar kwa kazi kubwa iliyofanyika katika kuleta maendeleo. Lakini nitumie nafasi hii pia kuambia ndani ya miaka 62, amesema Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais vizuri, kwamba matunda ya muungano yameonekana wazi.
tumeweza kuendelea kuulinda na kutetea uhuru wetu. Tumeweza kuendelea kuulinda na kutetea umoja wetu. Tumeweza kuendelea kuyalinda na kuyatetea maendeleo yetu. Lakini tumeweza vile vile kutetea na kulinda amani yetu. Na katika yote ndio maana nyinyi mkachagua kauli mbiu ambayo inasema amani na umoja ndio msingi wa maendeleo. Amani na umoja, amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Na katika hili natoa wito maalum kwa Wazanzibari na Watanzania wote kuendelea kuenzi na kulinda amani yetu kwa gharama yoyote. Hatutakuwa na maendeleo kama hatuna amani. Hatutakuwa na mshikamano kama hatuna amani. Hatutaweza kuboresha chochote katika nchi yetu kama hakuna amani. Kwa hiyo lazima wote tuone amani kama mboni ya macho yetu. Akitoa maelezo ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Zanzibar, Hamis Abdullah Saidi, amesema kuwa kukamilika kwa skuli ya sekondari ya Makunduchi itapunguza msongamano wa wanafunzi katika skuli hiyo. Kuna ofisi ya mwalimu mkuu na ofisi za msaidizi mwalimu mkuu, kuna ofisi 4 za walimu. Mheshimiwa, zamani walimu wote walikuwa na staff room moja. Hapa kila ghorofa ina ofisi ya walimu. Kuna ukumbi mmoja wa mitihani, kuna maabara 2 za kisasa zilizojaa vifaa, Mheshimiwa umeziona. Kuna chumba cha kompyuta, kuna chumba cha kusalia kwa wanafunzi wetu wa kike, lakini pia kuna chumba cha ushauri nasihi pamoja na maktaba. Skuli ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1890 kwa wakati mmoja, kwa wastani wa wanafunzi 45 kwa darasa. Mheshimiwa, ni matarajio yetu ujenzi huu utaondoa kabisa changamoto ya msongamano wa wanafunzi katika sehemu hii ya Makunduchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimalizie kwa kuwashukuru sana waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya kwa ushirikiano wao. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Hadija Salum Ali, amesema kuwa Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu ya Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wana dhamira njema ya kuendeleza na kushirikiana katika elimu, sambamba na kuwaomba wananchi wa mkoa wa Kusini kuwapatia eneo jingine kwa ajili ya dahalia ya wanafunzi ili wapate kujifunza vizuri. Alijitolea, lakini chukue fursa hii pia kuwahamasisha kwamba fedha kupitia SMZ na Wizara ya Elimu tunazo mkononi, Mheshimiwa. Kilichobaki watuongeze eneo ili tuweze kujenga mabweni na kuwatengenezea watoto wetu mazingira mazuri ya kujifunza pamoja na kukuza wigo wa elimu kwa ujumla. Mgeni rasmi, na sisi kama Wizara ya Elimu pia kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu ya Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna dhamira njema ya kuendeleza na kushirikiana katika elimu. Tuna dhima pia ya kuendeleza na kusimamia elimu ngazi zote, kuanzia elimu ya msingi, maandalizi, sekondari, elimu ya kati na elimu ya juu. Vile vile tuna mipango madhubuti ya kuendelea kujenga majengo bora kama haya unayoona mbele yako Mheshimiwa, kwa Unguja na Pemba. Pia kuongeza karakana kwa ajili ya wanafunzi wetu pamoja na vituo vya amali kwa ajili ya kuongeza ujuzi kwa wanafunzi wetu, lakini yote kwa yote kusimamia mitaala pamoja na kusimamia miundombinu yote ambayo imejengwa na itakayoendelea kujengwa hapa visiwani. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.